katika jukumu lolote ulilonalo katika maisha, ili uweze kulifanikisha, jambo la msingi ambalo linaweza kukufanikisha ni kufuata kanuni. Kufuata kanuni, kwa sababu wewe sio wa kwanza kufanya jambo hilo. Wapo wengi ambao wamefanya jambo kama hilo hilo unalolifanya, na waliweza kufanikiwa tu pale walipojua siri ya kuweza kufanikisha jambo hilo. Sasa Mungu ni Mungu ambaye ameweka kanuni chini ya jua hapa. Ameweka kanuni kwa kila jambo ambalo unatakiwa kulifanikisha. Ameweka kanuni. Kanuni alizoziweka, ukizifuata ukapita mule mule ambamo wengine walipita, utajikuta unafikia katika kupata matokeo mazuri ambao na wengine waliyapata. Biblia iko very clear. Bana, Biblia imebeba chochote unachokihitaji katika maisha. Imebeba mafanikio yote unayoyahitaji katika maisha. Kwa sababu ndani ya Biblia kuna watu walifeli na kuna watu walifanikiwa. Wale waliofanikiwa ni wale waliofuata zile kanuni za kimungu ambazo zimewekwa mbele yao. Walipozifuatilia waliweza kufanikiwa. Lakini wale waliofeli ni wale ambao hawakufuatilia zile kanuni za kimungu ambazo zinafanikisha. Watu wengi, na kwa asili ya binadamu, tunapenda shortcut. Lakini sometimes shortcut huwa inaweza ikakupeleka mahali ambapo ukajikuta ukatumia muda mwingi ikawa ni long cut. Ndio maana wengine wanasemaga shortcut is long cut, kwamba ukipenda njia za mkato mara zote zinaweza zikakupeleka kwenye njia ndefu. So it's better to follow the principles no matter how hard they are. Ni vyema ukawa mtu wa kufuata sana kanuni. Zile kanuni ukizifuata zitakusaidia sana. Haijalishi hata kama mambo ni magumu vipi au kanuni hizo zitakugharimu kwa namna gani. Madam ni kanuni zinazompendeza Mungu, ni vyema ukazifuata na zitakupeleka katika mafanikio yako. Sasa ukiangalia katika safari ya wana wa Israeli kutoka utumwani Misri, ukianza tu na Yusufu mwenyewe, ili kuweza kukalia kile kiti kuwa waziri mkuu katika nchi ya ugenini, ili muhitaji kufuata kanuni za kimungu. Na hata wakati vile vile Musa anapewa jukumu la kuwatoa Waisraeli kutoka utumwani Misri, ili muhitaji vile vile kufuata kanuni ambazo Mungu alimwelekeza. Kwa kila alipokwenda Musa nyakati zote alitazama Mungu anasema nini kuhusiana na yeye kuchukua hatua mpya ili kuweza kuwafikisha hawa watu ambao amepewa awafikishe katika Kanaani. Sasa Kanaani katika maisha yako tunachukulia ni kwamba ni yale mafanikio yako, mahali ambapo Mungu amekuandalia wewe, lile kusudi alilokuwekea kwamba iwishi maisha haya. Hiyo ndo Kanaani yako. Kwa namna hiyo ni kwamba Musa wakati wote alimtazama Mungu. Hakutembea yeye kama yeye. Hakutembea kwa kujiangalia yeye kama yeye. Alimtegemea Mungu nyakati zote. Ndio maana kuna mahali unaona Musa anamwambia Mungu, Mungu anamwambia anamwambia ninalijua jina lako. Anakuambia ninalijua jina lako. Anasema nimekupa neema juu yako. Na Musa bado anasema ikiwa neema yako iko juu yangu, anasema nifundishe njia zako. Nifundishe njia zako. Nifundishe njia zako. Lengo la Musa kufundishwa njia zake, na maana anataka aweze kwamba anasema nionyeshe njia zako, nionyeshe njia zako, ndio nifundishe njia zako. Amuonyeshe njia zake ili asiweze kukosea, aweze kuwa na uhakika wa safari yake kwamba anaelekea wapi.
Kona mara zote unaweza ukaona Musa alikuwa akitiririka katika upako mzito sana ambao ulimsaidia kiasi kwamba akawa ni mtu wa mafanikio makubwa. Uwepo wa Mungu ulikuwa juu yake kila alipoonekana. Na unapitia kwenye maisha, unatabika, unahangaika hapa na pale, kwa sababu tu unatakiwa kuchunguza tu. Chunguza katika maisha yako, maana kila mtu anajifahamu. Njia unazopita, njia ninazopita ninazifahamu. Kwa ukitaka kurekebisha, mara zote ukitaka kurekebisha, kama unaona mambo hayaendi vizuri, chunguza njia zako, chunguza kanuni unazozitumia. Ukizichunguza sasa, fata zile ambazo ni za kimungu, na utaona matokeo mazuri sana katika maisha yako. Wengi wanapenda shortcut. Wengi wanapenda tu shortcut. Nikwambie, shortcut ni mbaya sana. Na wengine wanapenda tu zile ambazo kwamba wengine wamezifuata tu, hata bila kuwa na uhakika kwamba kweli ndio njia hizo walizozitumia. Hawana uhakika wote, lakini wanaamua tu kuzifuata hizo njia, na mwisho wa siku wanaishia katika maumivu. Kwa Musa alitembea na wana wa Israeli katika mafanikio makubwa sana, maana kila alipoitia uwepo wa Mungu ulidhihirika akiwa na Waisraeli. Uwepo wa Mungu utadhihirika katika maisha yako ikiwa wewe ni mtu ambaye utatembea katika njia za Mungu. Huwezi kuita uwepo wa Mungu kama haufuati kanuni za kimungu. Huwezi kuita uwepo wa Mungu kwamba Mungu aingilie katika maisha yako, na wakati wewe haufuati yale ambayo Mungu anataka uyafuatilie katika maisha, anataka uyafanye katika maisha yako. Ndio unaweza kuona hata Joshua, wakati Musa amekwisha chukuliwa na Mungu, Joshua ilimbidi sasa achukue jukumu, achukue kijiti cha kuwaongoza Waisraeli na kuwafikisha katika Kanaani yao. Sasa unaona Mungu alichokuwa anamwambia, anampa zile siri ambazo Musa alizitumia, kwamba akitumia zile kanuni ambazo Musa alizitumia, ina maana uwepo wa Mungu utakuwepo vile vile juu yake. Ndio maana Mungu anamwambia sasa Yoshua katika kitabu cha Yoshua sura ya 1 na mstari wa 5 wa 6, anamwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa. Ina maana hizo ni siri ambazo alizitumia Musa, kwamba uwe hodari Joshua na moyo wa ushujaa. Uwe na uhodari na uwe na moyo wa ushujaa. Anasema uwe na hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakaye warithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Unaona? Anasema vile vile mstari wa 7 bado anaendelea kumsisitizia. Anamwambia uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawa sawa. Kwa Mungu anamwambia angalie katika kutenda sawa sawa. Atende sawa sawa na ambavyo anavyotakiwa kufanya. Kwamba uhodari wake uwe ni katika kutenda sawa sawa na sheria yote. Anasema ile sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu usiache. Maana ina maana akiacha tu zile sheria ambazo alielekezwa na Musa, ni kwamba ataishia mahali ambapo sio pazuri.